Ndugu mtazamaji, katika kuendelea kufuatilia siasa nchini Tanzania, jicho la Chief leo linaelekezwa mkoani Mbeya ambako makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche ameendelea na ziara yake ya kitaifa kwa kufanya mikutano ya hadhara na kukutana na wanachama wa chama hicho pamoja na wananchi wa maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Katika mkutano uliofanyika Mbeya, eneo la Mlowo, Heche ametumia jukwaa hilo kuelezea maono ya chama chake cha Chadema kuhusu Tanzania wanayoitaka, akijikita zaidi katika masuala ya usawa wa elimu, afya na utoaji wa fursa za kiuchumi kwa usawa kwa wananchi wote. Akizungumza mbele ya maelfu ya wananchi waliojitokeza kusikiliza hotuba yake, Heche amesema moja ya changamoto kubwa zinazolikabili taifa ni kuendelea kuwepo kwa tofauti kubwa kati ya huduma zinazotolewa kwa wananchi wa kawaida na zile zinazopatikana kwa viongozi wa serikali na watu wenye uwezo mkubwa wa kifedha. Kwa mujibu wa Heche, taifa haliwezi kujenga mfumo wa haki na usawa ikiwa watoto wa viongozi wakubwa wanapata elimu katika shule zenye viwango vya juu, huku shule nyingi za umma zikikabiliwa na changamoto za walimu, miundombinu hafifu na vifaa vya kujifunzia. Tunataka nchi ambayo mtoto wako wa mama wa hapa Manjera, wa mama wa hapa Uyole, wa mama wa kitongoji chochote atapata elimu inayolingana na mtoto wa Heche. Watoto hawa wawekwe kwenye madarasa sawa sawa, yenye uwezo sawa sawa, waoneshe uwezo, alafu anayeshinda mwingine achukuliwe kufanya kazi kwa content of the brain, sio kwa upendeleo. Katika hoja yake kuhusu sekta ya afya, kiongozi huyo wa upinzani amehoji kwa nini hospitali nyingi binafsi zinaonekana kutoa huduma bora zaidi kuliko hospitali za serikali ambazo zinapokea fedha za umma. Inakuwaje hospitali binafsi? Hivi mnanielewa vizuri? Inakuwaje hospitali binafsi inayolipa kodi, inayonunua vifaa vyenye kodi, inayonunua madawa yenye kodi iwe bora kuliko hospitali ya serikali ambayo madawa yake hayana kodi, vifaa vyake havina kodi, majengo yake hayana kodi? Inawezekanaje? Alisema hali hiyo inaonyesha haja ya kufanya mageuzi makubwa katika usimamizi wa huduma za afya ili wananchi wote waweze kupata huduma bora bila kujali uwezo wao wa kifedha. Tunataka tubadilishe mazingira, tuanze upya. Mbali na elimu na afya, Heche pia amegusia suala la ajira na uteuzi wa viongozi katika taasisi mbalimbali za umma. Akizungumza kwa lugha kali, amesema maendeleo ya taifa hayawezi kupatikana ikiwa nafasi za kazi, uteuzi na fursa za maendeleo zinatolewa kwa misingi ya ukaribu wa kisiasa badala ya uwezo, taaluma na sifa za mtu husika. Kauli yake kuhusu chawa kupewa kazi imeonekana kulenga kile ambacho wapinzani wamekuwa wakijikita mara kwa mara kuwa ni utamaduni wa kupeana nafasi kwa misingi ya utii wa kisiasa badala ya ushindani wa haki. Hatuwezi kuwa kwenye jamii ambayo chawa ndio wanapewa kazi. Lakini mimi ni mkweli, mnyonge mnyongeni. Kwa mtazamo wa Chadema, hali hiyo inaweza kudhoofisha utendaji wa taasisi za umma na kupunguza ufanisi wa serikali katika kutoa huduma bora kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wachambuzi wa siasa wanaona kuwa ujumbe wa Heche unaakisi mkakati mpana wa Chadema wa kujijenga kama chama kinachotaka kuzungumzia masuala yanayogusa maisha ya kila siku ya wananchi wa Tanzania, ikiwemo elimu, afya, ajira na gharama za maisha ambazo zimekuwa zikipanda kila siku. Badala ya kujikita pekee kwenye mijadala ya uchaguzi na demokrasia, chama hicho kinaonekana kujaribu kuhamishia mjadala kwenye masuala ya maendeleo na utoaji wa huduma za kijamii. Hata hivyo, wafuasi wa serikali wamekuwa wakisisitiza kuwa katika miaka ya hivi karibuni Tanzania imewekeza kwa kiasi kikubwa katika ujenzi wa shule, vituo vya afya, hospitali za wilaya na miradi mingine ya maendeleo, wakisema changamoto zilizopo zinashughulikiwa hatua kwa hatua kupitia mipango mikakati ya serikali. Wakati Chadema ikiendelea kujaribu kujijenga upya kupitia ajenda za usawa wa kijamii, ubora wa huduma za umma na fursa sawa za kiuchumi, viongozi wake wanaonekana kuamini kuwa changamoto
changamoto kubwa ya Tanzania si ukosefu wa rasilimali, bali namna rasilimali hizo zinavyosimamiwa na kugawanywa kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Magufuli aliendeleza ile bandari, akanunua mashine mpya za kupakua, akajenga gati mpya, akaiweka ili iwe kitovu cha uchumi, iwe na efficiency. Sema efficiency. Efficiency hizo ni kizungu kikubwa, ufanisi kwa Kiswahili. Ishushe mizigo kwa haraka, iweze kushindana na bandari ya Beira, iweze kushindana na bandari ya Mombasa, na iweze kukompiti na bandari ya Lobito ya Angola. Ikajengwa vizuri, ikawa pale. Kwa hiyo sisi tukae pale, ni pesa tu zinaingia. Hata watu wasio na kazi, mkae nyumbani mlipwe pesa na serikali kila mwisho wa mwezi. Huu unakula mpunga wako, umekaa umenyanyua miguu, kwa sababu Mungu amekuweka kwenye nchi nzuri. Ziara ya Heche imeonyesha kuwa chama hicho kinataka kuhamishia mjadala wa kisiasa kutoka kwenye masuala ya uchaguzi pekee na kuuelekeza kwenye maisha ya kila siku ya wananchi wa Tanzania, elimu ya watoto wao, huduma za afya wanazozipata, pamoja na nafasi za ajira na maendeleo ya kiuchumi. Haya ni masuala ambayo kwa miaka mingi yameendelea kuwa sehemu ya malalamiko ya wananchi katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo, changamoto kubwa kwa Chadema itakuwa kuwashawishi wa Tanzania kuwa inaweza kutoa mbadala unaotekelezeka dhidi ya mfumo uliopo, hasa wakati Chama cha Mapinduzi CCM kikiendelea kushikilia sehemu kubwa ya uongozi katika ngazi mbalimbali za serikali. Kwa upande mwingine, serikali itaendelea kukabiliwa na shinikizo la kuthibitisha kwa vitendo kuwa uwekezaji mkubwa unaofanywa katika sekta za elimu, afya na maendeleo unawanufaisha wananchi wote kwa usawa ndani ya Tanzania. Kwa sasa mjadala ulioanzishwa na Heche unaendelea kuibua swali moja muhimu. Je, Tanzania inaweza kufikia kiwango ambacho mtoto wa kiongozi, mfanyabiashara na mkulima watategemea ubora ule ule wa shule za serikali, hospitali na huduma za umma? Hilo linaendelea kuwa moja ya maswali makubwa katika mjadala wa kisiasa wa maendeleo ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chifu inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chifu. Hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chifu, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali tunazokuletea kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.